Okay, asanteni sana. Ni siku nyingine, tarehe nyingine ambayo nimetaka tumshukuru Mungu, tumwambie tu asante sababu ya hii mwezi wa Christmas. Imekuwa mwezi mgumu kwa watu wengine. Kuna baadhi ya watu wetu wamepoteza maisha yao. Hata kuna rafiki yangu amepoteza mtoto wake. Lakini licha kwa hayo yote ni kurudisha tu Mungu asante sababu sisi hatuna uwezo na mamlaka. So jambo ningependa kuwahimiza, ndio huu mwaka unaenda ukiisha. Tayari mwaka unaisha. Tumebakisha siku chache, mwaka ufanye nini? Mwaka ukamilike. Sasa ni wewe mwenyewe kujiuliza ni njia gani, ni barabara gani utakayofuata. Na ni wewe mwenyewe kuangalia tangu mwaka huu uanze. Ni marafiki wa gani umekuwa nao. Katika kuanzia Januari hadi kufika saa hii Disemba. Marafiki ambao umekuwa nao wamekuwa marafiki wa kukula tu, kuchunguza tu maisha yako, kukucheka, ama wamekuwa marafiki wa kusimama na wewe wakati wa jambo lolote linapotokea. So ni wewe mwenyewe kujiangalia na kukaa chini kwa kujiita kama mkutano, ujiulize ni njia gani utakayofuata. Ni wewe mwenyewe kujiita kama mkutano, ujiulize ni marafiki gani ambao utakapotembea nao. Sababu hata marafiki pia wanatupotezanga, sitaki ni wadanganye. Kuna wale marafiki wa kuchunguza umefikia wapi kimaisha. Kuna wale marafiki wenye jambo likikupata watasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Kuna wale marafiki wa kukuja kuangalia umekaa katika njia gani. So wewe mwenyewe umekuwa na marafiki kuanzia Januari tumefika Disemba. Hakuna haja ukuwe na namba za simu kwa simu yako, unajigamba venye uko na watu wengi kwa simu, lakini wengine ni wa kuchunguza maisha yako, wengine hawawezi kusaidia, wengine wa kusengenya, wengine ni maadui zako, na umejaribu kuwaelekeza katika njia za Bwana, katika njia za Mungu, lakini hawafuati nyayo zako. Sasa ni wewe mwenyewe sasa jiite kama mkutano. Angalia kiwango chenye ulikuwa kuanzia Januari hadi sasa Disemba. Ni hatua gani yenye umesonga? Ni marafiki gani wamekuwa wakitembea na yeye mpaka kufika saa hii tunaelekea tarehe 1. Hiyo ndio news nimemletea siku ya leo, na ningependa wewe mwenyewe sasa jiite kama mkutano na angalia mwaka umeanza, ni nini ambacho umetumia Mungu na njia gani umetembea nazo katika njia za Bwana. Sababu jambo lolote katika hii dunia usipotembea katika njia za Bwana huwezi faulu. Lakini ukitembea katika njia za Bwana, jambo lolote likitokea, Mungu anasimama na wewe. Mungu anasimama na wewe. Mungu anasimama na wewe. Uwe mtu wa roho ya kusamehe, ya kuomba msamaha, roho ya utu. Yaani kila jambo lolote katika njia za Bwana. Na ukiona uko na marafiki, hata uwe na rafiki mtajiri namna gani. Na unajiita mimi ni rafiki wa mtajiri fulani. Lakini mtajiri hakuna siku ataki kusaidia. Huyo mtajiri ukimwambia akununulie pombe atakubaia. Huyo mtajiri mwenye unaita rafiki yako ukimwambia mwende mfanye umalaya atakubali. Ukimwambia ani jambo linaliweza kukusaidia haiwezi kusaidia. Marafiki kama hao wa delete na waambie Mungu niletee marafiki wapya na nataka kuanza safari mpya. Na unapoambia Mungu nataka kuanza safari mpya, hata katika njia zako za wokovu anza safari mpya. Kuna pale labda ulikuwa umekoka kuanzia Januari hadi sasa tumefika Disemba. Kuna mahali penye ulikosea Mungu. Uko tayari kwa ajili ya kurenew wokovu wako? Enda kwa kuhani wako mwambie kuhani wangu, nataka kurenew wokovu wangu. Kuhani wako atakuombea maombi ya kuokoka na Mungu atakusamehe. Sababu Mungu mwenyewe anatuambia tuzidi kusameheana na kuomba msamaha. Sasa yeye venye anasema katika Biblia yake haezi kosa kukusamehe na nataka wewe usamehe. So wewe mwenyewe jiite kama mkutano. Ni marafiki gani ulikuwa unatembea nao? Walikuwa wanakusaidia, wanakupoteza, wanakuja kukuchunguza tu. Hata mandugu zako, hata masista zako, hata mtu wako wa ukoo. Wewe mwenyewe kaa chini jiite kama mkutano. Jiulize ni barabara gani ambao unataka kufuata. Na unapoelekeza kwa Mungu, labda umejaribu kuadvise ndugu yako, umejaribu kuadvise sister yako, watu wako hawataki kukusikia, na wewe njia zako ni za Bwana. Wewe mwenyewe jiite kama mkutano na Mungu atakupatia support. Na unazidi kuwaombea. Sasa wewe mwenyewe jichunguze, ni kikundi gani unatembea nacho? Ni marafiki gani uko nao? Au marafiki wanakuonyesha njia mzuri ama wanakupoteza?
sina mengi na sijaibadilisha jina. Ni ule tu Moses Saura na nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Upende usipende, mimi Yesu ashanipokea. Ukubali ukatae, natembea katika njia za Bwana. Mimi mwenyewe najijua, hata wewe mwenyewe unajijua. Wewe mwenyewe unajua marafiki zako, unajua kanisa yako, unajua menendo zako. Mtu asikulimit kwa wokovu wako. Mtu asikuchallenge kwa wokovu wako. Ni wewe mwenyewe na roho yako, jinsi unavyopenda Mungu na jinsi unavyotembea na wenzako. Jichunguze, ujiulize ni weakness gani ambayo umekuwa nayo tangu huu mwaka uanze. At least ambia Mungu, nimeona watu wakifurahia Disemba, watu wamesherekea, watu wamekuwa wakikula mzuri, chenye wanataka wanakula, lakini auliza Mungu, mimi kwa nini mimi sijafurahia? Sababu kuna ka weakness mahali kenye unakosea Mwenyezi Mungu. At least tukianza January pia wewe usherekee, ujienjoy kama wenzako, yaani usongeka hatua nyingine. Usiogope ati wewe ukiachana na mtu fulani, sijui ukiachana na mtu fulani ati utakosa marafiki. Hapana. Unapoachana na huyo labda umejaribu kumadvise amekataa, umejaribu kumweka katika njia za Bwana amekataa, Mungu atakuletea yule ambaye atakusaidia. Mimi najua sababu mimi nimekuwa na marafiki wakati nilikuwa nakunywa pombe, wakati nilikuwa nafanya umalaya, wakati nilikuwa nafanya nini. Lakini nilifika siku nikapiga magoti nikaambia Mungu, usiponibadilishia marafiki wabadilike kama mimi nakuomba uniondolee mmoja mmoja. Na Mungu waka anafanya. Sababu umejaribu kuadvise, umejaribu kuambia hivi, hawataki. So wewe mwenyewe jiite kama mkutano na uambie Mungu, unataka ufuate hivi, ufuate hivi. Na ukumbuke kwenda kanisa. Sababu wewe mwenyewe usiseme ati mimi nisipoenda kanisa kuna mwenye anaenda. Hapana, ni wewe ndio unatakana ukue pale. Ati nisipoenda nyumbani kuna wenye wataenda. Hapana, wewe ndio unafaa uende. Ati nisipotoa sadaka kuna wenye wanatoa. Hapana, Mungu amekuweka hapo sababu wewe unataka wewe ufanye nini? Ufanye hilo jambo. Mumbuliranga. Ati nisipofanya kitu fulani kuna mwenye atafanya. Nani? Na wewe ndio Mungu amepanga ufanye. Nisipoenda kuosha kanisa kuna mwenye ataenda kuosha. Nani mwenye ataenda kuosha? Na wewe ndio Mungu amepanga ukue pale. So tutoe hiyo kitu ati nisipofanya kuna mwenye atafanya. Nisipopeleka chakula ati watoto watakula tu. Na watakula kwa nani? Na wewe ndio nafaa upeleke. Wewe ndio Mungu ameweka pale uwafanyie jambo fulani. Nisipobadilika kuna wenye watabadilika. Nani? Na Mungu anataka wewe. You are the one to do it. Kila mtu asema you are the one, I am the one to do it. So wewe mwenyewe usipofanya, ujue hakuna mwenye atafanya. Usipofanya, jua hakuna mwenye atafanya. Wewe ndio unahitajika pale kufanya hilo jambo. Umesikia? So sina mengi ya kuchosha nayo, bali ilikuwa tu ya habari. Tangu mwaka uanze ujichunguze ya kwamba ni marafiki gani ulikuwa unatembea nao. Walikuwa marafiki wa kusaidia, marafiki wa kuchunguza, marafiki wa kuangalia tu, kucheka na kusengenya, marafiki wenye wanakubali wokovu ama wenye wataki wokovu. Anza kulimit. Ubaki peke yako wewe na Mungu wako. Mungu atakuja kukusaidia. Hakuna jambo lililo gumu la kumshinda Bwana. Kitabu cha Mwanzo mlango 18 mstari wa 14. Biblia yenyewe inatuuliza, ni neno gani lililo gumu la kunishinda? Hakuna. So watadhani umebaki peke yako utashindwa. Lakini hiyo shida inapokuja, Mungu anafanya nini? Anakusaidia. Na anakutumianga tu mtu mwenye hata ujue ametoka wapi. Na hilo jambo linapita. Asanteni sana. Na wenye walikuwa wamenimiss, ndio hiyo nimeshakuja. Nimesikia 1 2 3. Bado sijamwacha Mungu. Bado nampenda tu Mungu. Popote ambapo nakanyaga, lazima niguzie jambo la Mungu. Asanteni sana na mbarikiwe. Na uende kanisa wewe. 31st pale Synagogue Kenya. Kuna mkesha. Na hiyo mkesha itakuwa moto. Kuna mkesha. Niliwaambia enda ukitaka kujua hiyo kanisa, search Ebenezer TV. Na uweke by Prophet MK Lazarus. Prophet MK Lazarus. Utaona hizo ibada venye wanga zinaenda za teaching, za Sunday, mpaka mkesha utaziona hapo ndani zote. Ebenezer TV by Prophet MK Lazarus utaziona. Mbali kanisa yenyewe inaitwa The Synagogue Kenya. Iko hapo Mlolongo.
sehemu inaitwa Katahangaika. Na umbarikiwe sana. Watakao ingia YouTube, watakao fika mkesha, tunawakaribisha. Tutakuwa pale na msanii. Tutaimba mpaka asubuhi. Kila kabila itaimbwa pale. Usipokuja shauri yako. Wewe lala na shetani wako.